kuwakaribisha tena hapa Chato ambapo mlikuwepo wiki hii, na tena leo tumewaita kwa shughuli ambayo inafanana na hiyo mliokuwepo. Ningependa kuwafahamisha kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli anatarajia kumpokea Mheshimiwa Filipe Jacinto Nyusi, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji, hapa Chato, Geita kesho Jumatatu tarehe 11 Januari mwaka wa 2021. Mheshimiwa Filipe Jacinto Nyusi, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji, anatarajiwa kuanza ziara ya kikazi ya siku mbili, yaani kesho Jumatatu tarehe 11 na Jumanne tarehe 12 Januari mwaka 2021. Ndugu waandishi wa habari, ziara hii ya Rais Filipe Jacinto Nyusi ni ziara ya kindugu ambayo ilipangwa kufanyika muda mrefu mwaka jana, lakini haikuweza kufanyika mapema mwaka jana kama ilivyokuwa imepangwa kutokana na sababu mbalimbali, hususan uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uliofanyika Oktoba tarehe 28 mwaka 2020. Kwa hiyo sasa ndio umekuwa wakati mwafaka wa ziara hiyo ambayo ilipangwa kutoka mwaka jana kabla ya Oktoba ifanyike sasa. Na kwa sababu ziara hiyo inafanyika Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa huko Chato, basi amemkaribisha afike Chato kwa ziara hiyo. Aidha, ziara ya Mheshimiwa Nyusi ni kwa ajili ya kuendeleza na kuimarisha mahusiano ya nchi zetu mbili katika maeneo anuwai, yakiwemo yale ya kidiplomasia, kiuchumi, kisiasa na kijamii, kama yalivyoasisiwa na vyama vya ukombozi vya nchi yetu, yaani chama cha TANU na chama cha Afro Shirazi na baadaye chama cha Mapinduzi kwa upande wa Tanzania, na chama cha Frelimo ambacho kilianzishwa jijini Dar es Salaam mwaka 1962 kwa upande wa Msumbiji. Mtakumbuka mahusiano haya yaliyotukuka kati ya watu wa Msumbiji na watu wa Tanzania yaliasisiwa na viongozi waanzilishi wa nchi zetu huru na chama cha ukombozi cha Frelimo, yaani hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa upande wa Tanzania na hayati Dr. Eduardo Chivambo Mondlane aliyekuwa mwasisi na mwanzilishi wa Frelimo kwa upande wa Msumbiji. Uhusiano huo pia umeendelea baada ya Msumbiji kupata uhuru wake kupitia mapambano ya silaha dhidi ya Wareno mwaka 1975, ambapo kama nyote mnavyofahamu, kuanzia rais wa kuanzia kiongozi wa muda ule wa mwaka 75 wa kipindi cha mpito, na baadaye rais wa kwanza wa Msumbiji huru, yani hayati Samora Moses Machel, na wengine wote waliomfuata hadi leo hii Rais Filipe Jacinto Nyusi, na marais wa Tanzania baada ya Mwalimu Nyerere baba wa taifa hadi leo, wote wameendelea kuimarisha mahusiano hayo na undugu wa Watanzania na watu wa Msumbiji, ambao kwa hakika ni ndugu wa damu, na ndugu wa damu kwa maana mbili. Kwanza, Wamakonde wa Tanzania na Wakonde wa Msumbiji ni hao, Wamakua wa Tanzania na Wamakua wa Msumbiji ni hao. Na ndio maana kama mnavyokumbuka, wakati wa maziko ya rais wa awamu ya 3 Mheshimiwa Benjamin William Mkapa, balozi wa Msumbiji hapa nchini Tanzania, ndugu yetu Monica alileta salamu maalum kutoka kwa Rais Nyusi, lakini pia kutoka kwa Rais mstaafu Chisano, sababu Wamakua wale tuliowakuta pale
Lupaso ndio wakuwa hao wako ng'ambo ya pili kule Msumbiji. Lakini undugu wetu wa damu wa pili ni wa mapambano ya silaha dhidi ya utawala wa koloni wa Ureno. Hawa wote tuliowataja, akina Samora Moses Machel walikuwa Bagamoyo mwaka 63, baadaye wakahamia Kongwa na wengine na Chingwea, na wote tumeshirikiana kupambana na Wareno na tukamwaga damu pamoja. Kwa maana nasema undugu kati ya Watanzania na watu wa Msumbiji hakika ni undugu wa damu kwa maana zote hizo mbili. Kwa ndugu waandishi wa habari, mahusiano ya Tanzania na Msumbiji ambayo ni ya kindugu na ya kihistoria na kidiplomasia kati ya nchi zetu hizi mbili yameendelea kuimarika. Uhusiano wa kiuchumi nao umeendelea kuimarika. Tanzania inafanya biashara na Msumbiji kupitia mazao ya chakula na biashara pamoja na bidhaa za viwandani. Na ndio maana pia kati ya Tanzania na Msumbiji kuvuka mto Ruvuma tuna daraja la umoja. Sasa kwa mujibu wa takwimu kutoka Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA zinaonyesha kuwa jumla ya mauzo ya nje, yani export, kati ya nchi hizi mbili zilifikia shilingi za Kitanzania bilioni 76.4 mwaka 2018 na shilingi za Kitanzania bilioni 93.5 kwa mwaka 2019. Kuhusu uwekezaji, hadi sasa makampuni makubwa ya Kitanzania yaliyowekeza mitaji mikubwa nchini Msumbiji ni pamoja na Bakhresa, yani kampuni ya Azam, Mohamed Enterprises, Quality of Home, yani magodoro Dodoma na kadhalika. Vile vile kuna Watanzania wanaomiliki kampuni za usafirishaji wa abiria na mizigo pamoja na biashara za kati na ndogo ndogo nchini Msumbiji. Ndugu waandishi wa habari, licha ya changamoto ya ugonjwa wa homa kali ya mapafu yani COVID-19, nchi zetu yani Tanzania na Msumbiji zimeendelea na kuwezesha na kusimamia biashara miongoni mwa nchi zetu hizi. Kwa hiyo wakati wa ziara hii viongozi wetu watabadilishana mawazo ya namna ya kuendeleza na kuwezesha ufanyaji wa biashara, lakini pia kuongeza uwekezaji wa Watanzania ndani ya Msumbiji na watu wa Msumbiji ndani ya Tanzania. Kwa hiyo ndio ziara ya kikazi ya siku mbili atakayofanya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Msumbiji, Mheshimiwa Filipe Jacinto Nyusi. Na washukuru sana kwa kuja ili kuweza kuwafahamisha Watanzania wote juu ya ugeni huo wa ndugu wa damu wa Tanzania ambaye tutatembelea kuanzia kesho na Jumanne. Na washukuru sana. Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru sana kwa maneno hayo, na kwa ridhaa yako Mheshimiwa, kama utaruhusu basi niombe wenzangu kama utakuwa na maswali waweze kuuliza. Tafadhali waandishi wenzangu, kama kuna mwenye swali, wakati ndio huu sasa. Waziri yuko tayari kutusikiliza. Waziri, naitwa Katari, niko Daily News. Tutafahamu kwa kesho labda atafika saa ngapi na kesho kutwa anatarajia kutoka saa ngapi? Muda wa kufika mgeni wetu na muda wa kuondoka mgeni wetu tutaupata punde, lakini tuna hakika atafika muda mwafaka na ataondoka muda mwafaka, lakini na hakika mpaka saa 12 au saa 1 jioni ya waandishi wa habari tutawaarifu, kwa sababu lazima pia mkuu wa mkoa wa Geita tunaye hapa awaarifu watu ili pia wawepo pale uwanja wa ndege kumpokea. Kwa hiyo nisisaje saa ngapi wakati bado muda unafanywa kazi, lakini hakika atafika muda mwafaka na ataondoka muda mwafaka. Alafu mtu anayekuja kwao muda wa kufika na kuondoka si muhimu amefika. Na kuna swali nyingine pale, karibu. Asante Mheshimiwa Waziri, naitwa Rehema Matoma nikiwa gazeti la Mwananchi mkoa wa Geita. Mheshimiwa Waziri, ningependa kujua Mheshimiwa Rais wa Msumbiji Nyusi atakapokuja nchini atakuwa na habari gani njema kuhusiana na mpaka wetu wa Tanzania na ule wa Msumbiji,
tukiangalia mwaka jana mwishoni kulitokea tafrani kidogo, japo IGP amesema hali inaendelea kuwa shwari, lakini tukipenda kujua atakuwa na habari gani njema kuhusiana na hali ya mpaka. Bahati mbaya mimi sio rais Felipe Jacinto Nyusi, kwa hiyo sijui atakuja na nini kuhusu hilo, lakini ambalo na hakika anakuja nalo ni lile ambalo toka mwaka jana lilifanya ziara hii iwe muhimu kwake. Sisi ni ndugu wa miaka mingi, wa furaha na shida, na labda niseme tu hata kuanzishwa kwa chama cha Frelimo mwaka 62 haikuwa kazi rahisi. Palikuwa na vyama vitatu tofauti. Ndipo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipomuita rafiki yake Dr. Edward Shivambo Mondlane ambaye alikuwa ni mfanyakazi wa Umoja wa Mataifa, na Mwalimu mara zote alipokwenda New York kupigania uhuru wa Tanganyika, mwenyeji wake kule alikuwa ni Edward Shivambo Mondlane, Dr. Edward Shivambo Mondlane, na ndio alimuomba aache kazi kubwa ya mshahara mkubwa Umoja wa Mataifa, aje Tanzania aviunganishe vyama vitatu vya wana Msumbiji, Mozambican African National Union, Udemano, ili viwe chama kimoja vikapiganie. Ndio maana Frelimo manake ni front. Na kwa bahati mbaya sana Dr. Edward Shivambo Mondlane alikufa kwa barua iliyoletwa iliyokuwa na bomu lililotumwa na chama cha na kikundi cha majasusi wa ukoloni wa Kireno cha PIDE. Akafariki akazikwa Kinondoni. Na baada ya Msumbiji kukombolewa, masalia yake yalifukuliwa na yalisindikizwa kwenda Msumbiji na Rashid Mfaume Kawawa kwenda kuzikwa upya Msumbiji. Kwa hiyo sisi ni ndugu, na ndugu wana mengi ya kusema. Maswali mawili ya mwisho. Mheshimiwa Waziri, naomba kuuliza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Rais, tafadhali taja jina lako na chombo unachotoka. Naitwa Muta Robert, natokea gazeti la Majira. Mheshimiwa Rais Nyusi atakapokuwa hapa nchini atatembelea sehemu zipi? Kwa sababu viongozi wakubwa wanapokuja nchini ni fursa kwetu kutangaza nchi yetu. Kwa mfano, juzi waziri wa China alipokuja hapa tulipata fursa ya kutangazia ulimwengu shughuli za uvuvi. Je, rais wetu huyu anapokuja atafika kwenye shughuli zipi ambazo atahusika nazo atakapokuja ziara hapa nchini? Asante sana. Ni dhahiri kabisa katika ziara hii haiwezekani ndugu yetu wa damu rais kutoka Msumbiji aje asikutane na wananchi na asifanye na shughuli na wananchi. Kwa hiyo ratiba inaandaliwa ya yeye kukutana na wananchi hapa Chato na kufanya shughuli hapa Chato. Kwa hiyo na yenyewe hiyo kama nilivyosema mtafahamu, lakini atakuwa na shughuli nje ya kukutana na mwenyeji wake na kufanya mazungumzo. Atakuwa na shughuli itakayokutanisha na wananchi, na shughuli ambayo kama ilivyo ada ya Watanzania atafanya jambo ambalo litaacha kumbukumbu kwa wa Tanzania na wanachato. Sasa alikuja rais wa Malawi Chakwera, aliweka jiwe la msingi la kituo cha mabasi cha Ubungo. Kwa hiyo naamini kabisa hawezi kuja aondoke hivi hivi, na lazima atapewa samaki wa Chato. Unajua wale kule wana samaki nchanga, kuanzia sisi kule Mtwara, Lindi na kule kaskazini anakotokea yeye mwenyewe Nyusi wana samaki nchanga. Sasa atapewa samaki wa ziwa Victoria. Mengine mawili. Na kama kuna maswali mengine basi tumepewa nafasi mbili tena za kuuliza maswali. Tafadhali. Naruhusu maswali mengine mawili kama yapo. Na nashukuru sana kama kuna maswali. Jamani, hakuna maswali? Mimi na hamu ya maswali. Sasa mbona leo mmenipa maswali machache jamani? Haya, basi tuendelee na ratiba yetu. Nashukuru sana Mheshimiwa Waziri. Nashukuru sana waandishi wenzangu kwa maswali hayo. Naomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Geita naye azungumzie kwa uchache. Mheshimiwa, karibu sana. Nashukuru sana. Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nchi za Nje na Uhusiano wa Mashariki, Katibu Mkuu Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje, pamoja na viongozi wote mlioko hapa, balozi wa Msumbiji ya Mozambiki nchini Tanzania, viongozi wote mlioko hapa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, habarini za muda huu.
naomba nichukue nafasi hii kuwasisitiza Wanageita wote, kuwatangazia kwa taarifa nilizozipata punde muda mfupi baada ya Mheshimiwa Waziri kutoa tangazo hili muhimu, ni kwamba mgeni wetu tunategemea kuwasili majira ya saa 4:30 asubuhi. Kwa hiyo nitoe wito kwa Wanageita popote pale mlipo, viongozi wote, vyama vyote, dini zote, watu wote, kiongozi anayekuja ni kiongozi rafiki, ni kiongozi ndugu wa taifa ambalo lina mahusiano ya kipekee tangu awamu ya kwanza. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba tujitokeze kwa wingi, wananchi wa mkoa wa Geita. Hiyo ni fursa, tuonyeshe mshikamano wetu, tuonyeshe upendo wetu, tuonyeshe uzalendo wetu. Ndio mila na desturi zetu kuwapokea wageni. Kwa hiyo ombi langu, ninawaomba mfike uwanja wa ndege wa Geita Chato Airport na majira mapema kabisa. Tutapangana, tutakuwa na kwaya kuanzia saa 2. Kwa hiyo naomba tufike kuanzia saa 2 asubuhi, ili kutakuwa na burudani pale. Basi atakuja, tutamshangilia, tutashukuru. Basi na pia wengine tuweze kujipanga katika barabara kubwa tutakayopita. Kuna bendera zitakuwa zimewekwa za mataifa yetu yote mawili, ambao watashindwa kwenda uwanjani, basi pande zote za barabara tushangilie, tuonyeshe fahari na furaha. Ni bahati kubwa hiyo, tumepata fursa ndani ya muda mfupi kutembelewa na viongozi wakubwa wa kimataifa. Kama Geita ni fursa, jina lako Geita linapotajwa maana yake ni fursa kubwa. Kwa hiyo mimi tangazo langu ni hilo. Kwa hiyo wote mtakao nisikia popote pale mlipo, watangazieni wengine kwa ajili ya tukio hili la kipekee ambalo linazidi kutangaza mkoa wetu, na mkoa unapotangazwa ni fursa kubwa zinazidi kuongezeka na kutangazwa katika ulimwengu mzima. Asanteni kwa kusikiliza. Ndugu waandishi wa habari, Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Katibu Mkuu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunawashukuru sana kwa nafasi yenu ambayo mmetupa sisi waandishi na kutueleza mliotueleza, lakini pia kwa fursa ambayo umeitoa ya maswali. Tunawashukuru sana. Tunaomba sasa muendelee na ratiba nyingine ambayo imepangia. Asante sana. Asante sana.